Kuna nyakati kwenye maisha zimeua ndoto za watu wengi sana. Wakati mwingine zimefanya biashara zife kabisa. Wapo wengine ambao walipoteza mitaji kwenye hizo nyakati na wakapoteza tumaini. Wengine walipoteza kabisa uwezo na nguvu za kuendelea kufanya kile ambacho waliamini wameitwa kukifanya. Wengine tuliwapoteza kabisa kwenye majukwaa ambayo tulizoea kuyaona. Hiki ni kipindi kinachoitwa kipindi cha mpito au transition, ambacho mara nyingi kinaambatana na kuhamishwa kutoka kwenye kiwango kimoja cha maisha kwenda kwenye kiwango kingine. Kama wewe ni mwanadamu wa kawaida kama tulivyo sisi wengine, kipindi hiki cha mpito hakiepukiki. Na kama unataka kupanda juu kwenye maisha yako, lazima ukikubali na lazima ukipokee na uwe na maarifa ya kitu cha kufanya. Kipindi cha mpito mara nyingi huambatana na maumivu ya kupoteza kitu ulichonacho ili upate kitu kizuri na kikubwa zaidi. Yaani kipindi cha mpito huwa kinaambatana na loss, kinaambatana na kupoteza. Watu wengi wakifika hii hatua ni kama wanataka wabakize walichonacho na wapate kipya kwa wakati mmoja. Yaani anataka vitu vyote avipate kwa wakati mmoja. Waingereza wana msemo wao, wanasemaga you cannot eat your cake and have it. Yaani huwezi ukala keki yako afu wakati huo ukabakia nayo. Lazima uchague kimoja, either uile au uibakize. Katika kipindi hiki kuna watu italazimika uwapoteze. Sio kwa sababu mmegombana au kwa sababu hauwapendi, bali kwa sababu majira unayopitia hayawezi tena kuwaweka pamoja. Yaani ni watu ambao hauachani kwa ubaya wao. Hapana. Hauachani kwa sababu wana tabia mbaya. Hapana. Hauachani nao kwa sababu hawafai kwenye maisha yako kwa ujumla wake. Hapana. Hauachani kwa sababu wao ni watu ambao hawana thamani. Hapana. Unaachana nao kwa sababu ni majira ya mpito ambayo yanalazimisha waondoke wao ili utengeneze nafasi na fursa kwa ajili ya watu wengine. Mandy Hale aliwahi kusema kwamba when you are transitioning to a new season of life, the people and situations that no longer fit you will fall away. Yaani unapopitia kipindi cha mpito kwenda kwenye majira mapya maisha yako, watu wa hali ambazo haziendani na hali yako mpya zitatengana na wewe. Yaani kama vile ikipika kipindi kile kwenye nchi zile za nje, kwa mfano Uingereza, Marekani, unakuta kuna ile misimu ambayo inaitwa fall. Majani yanakuwa yanaanguka kabisa. Ni kipindi tu, kipindi kikitokea majani yanaanguka. Na wewe pia hauhitaji mtu kutikisa. Yaani kipindi chenyewe tu kinasababisha majani yanaanguka. Na wewe pia ndivyo hivyo. Kuna kipindi cha maisha ukipitia, na watu lazima waondoke. Kuna watu lazima watoke kwa sababu